Aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden ameifungulia kesi wizara ya sheria ya Marekani DOJ akitaka kuzuia kutolewa kwa rekodi za mahojiano aliyofanya na mwandishi wake wa vitabu, mahojiano ambayo baadaye yalihusishwa na uchunguzi kuhusu utunzaji wa nyaraka za siri za serikali. Kwa mujibu wa Daily Intelligencer, rekodi hizo zinajumuisha zaidi ya saa 70 za sauti pamoja na maandishi ya mazungumzo kati ya Biden na mwandishi wake Mark Zornitzer aliyekuwa akimsaidia kuandika kitabu chake cha kumbukumbu mwaka 2017. Rekodi hizo zilipatikana na mwendesha uchunguzi maalumu Robert Hall ambaye aliteuliwa kuchunguza iwapo Biden alihifadhi kiolela nyaraka za siri nyumbani kwake baada ya kumaliza kipindi chake kama makamu wa rais chini ya Barack Obama kati ya mwaka 2009 hadi 2017. Mwezi Mei, taasisi ya kiafidhina ya Heritage Foundation iliwasilisha kesi chini ya sheria ya Freedom of Information Act FOIA ikitaka kupata nyaraka na rekodi hizo. Hata hivyo, mawakili wa Biden wanadai kuwa kuzitoa hadharani kutokuwa ukiukwaji wa haki yake ya faragha. Kila Marekani, ikiwemo makamu wa rais wa sasa au wa zamani, ana haki ya faragha katika mazungumzo yake binafsi anayoyafanya ndani ya nyumba yake. Sehemu ya kesi hiyo ilinukuliwa na Washington Post. Katika ripoti yake ya mwisho iliyotolewa mwaka 2024, Robert Hall alisema Biden alikuwa amehifadhi na kufichua kwa makusudi baadhi ya nyaraka za siri, zikiwemo taarifa zinazohusiana na sera za kijeshi za Marekani nchini Afghanistan. Hata hivyo, Hall hakupendekeza kufunguliwa mashtaka ya jinai dhidi yake. Ripoti hiyo pia ilizua mjadala mkubwa baada ya Hall kusema kumbukumbu ya Biden ilionekana kupungua kwa kiasi kikubwa wakati wa mahojiano yake ya mwaka 2017 pamoja na mahojiano aliyofuata katika uchunguzi rasmi. Hall aliandika kuwa iwapo kesi hiyo ingefikishwa mahakamani, Biden angeweza kujieleza mbele ya majaji kama mzee mwenye nia njema lakini mwenye matatizo ya kumbukumbu. Masuala ya afya na uwezo wa Biden yaliendelea kuwa mada kubwa katika kampeni za uchaguzi wa rais wa mwaka 2024 nchini Marekani. Biden alijiondoa katika mbio za urais baada ya mdahalo wa televisheni uliokuwa na matokeo mabaya dhidi ya Donald Trump. Baadaye Trump alimshinda aliyekuwa makamu wa rais Kamala Harris ambaye alikuwa amechukua nafasi ya Biden kama mgombea wa chama cha Democratic.